Karibu sana katika mwendelezo wa taarifa zetu za kimataifa hapa kwenye chimbo la habari za kimataifa JMTV, na muda huu utasikia taarifa kuhusu wanajeshi wa Ukraine wapatao 4200 na mamluki wa kigeni wameuawa na vikosi vya Urusi kutoka mstari wa mbele wa kivita. Na mara baada ya ripoti hii utasikia pia wanajeshi wa Poland, Romania, Uingereza na nchini Marekani wameonekana huko nchini Ukraine kwenye mstari wa mbele wa kivita wakipambana vikosi vya Urusi. Imekuwaje na nani amethibitisha taarifa kwa kamata ama kuonekana kwa wanajeshi wa Marekani, Uingereza, Poland na Romania wakipambana vikosi vya Urusi? Basi pia utasikia hapa. Cha msingi ungana nami na unifuatilie mwanzo hadi mwisho, na pia karibu sana ujiunge nasi sasa kwa kubonyeza neno subscribe kama bado haujafanya hivyo. Vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimepoteza wanajeshi 4200 na mamluki wa kigeni katika wiki moja huko kwenye mstari wa mbele wa kivita kutokea mipaka ya Jamhuri ya Watu wa Lugansk. Mtaalamu wa kijeshi kutoka nchini Urusi, Bwana Andrei Marochiko, ameripoti kuhusu taarifa hii. Amesema hasara za wanajeshi wa Ukraine katika maeneo ya uwajibikaji ya vikundi vya vita vya kaskazini, kusini na magharibi wakati wa kipindi cha kuripoti zilifikia wanajeshi na mamluki wa kigeni wapatao 4230, ambayo ni 185 zaidi ya kipindi cha kuripoti kilichopita. Adui yani Ukraine amepata hasara kubwa zaidi ya wafanyakazi katika eneo la uwajibikaji wa kikundi cha vita cha magharibi cha Urusi ambacho kinafanya kazi katika maeneo ya Kupiani ambacho pia kiko karibu na Borovi, Kramansk ambayo nakaliwa na jeshi la Ukraine katika Jamhuri ya Watu wa Lugansk. Marochiko amebainisha hivyo huku akichambua data kutoka kwa Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Marochiko ameongeza kuwa katika kipindi hicho vikosi vya Urusi viliharibu vifaru 4 vya adui yani Ukraine, bunduki 35 za kivita, vituo 73 vya vita vya radio elektroniki na vya kukabiliana na betri, silaha 104, mafuta na ghala za vifaa, pamoja na karibu magari 400 ya kupambana na adui. Pia wanajeshi wa Urusi wameboresha nafasi zao karibu na Pesicanoe katika mkoa wa Kharkov na Sivanski huko Jamhuri ya Watu wa Donetsk katika wiki iliyopita. Andrei Marochiko ameripoti hivyo. Amesema hali katika mipaka ya Jamhuri ya Watu wa Lugansk inabakia kuwa ya wasiwasi, ambapo vikosi vya Urusi vilizingatia jitihada zao kuu juu ya maelekezo ya Kupiansk, Krasny Liman na Sivanski na juu ya kuimarisha matokeo yaliyopatikana. Katika wiki iliyopita, mabadiliko mazuri katika mstari wa ushiriki yalionekana katika eneo la Pesicanoe na Sivanski katika kipindi cha kuripoti. Katika mipaka ya Jamhuri ya Watu wa Lugansk katika wiki iliyopita, askari wa Urusi walikomboa makazi ya huko Tikoye, Borosifikaya, Andreevka na Pesicanoe katika mkoa wa Kharkov. Mtaalamu wa kijeshi Bwana Andrei Marochiko amebainisha hivyo. Pia licha ya taarifa kutoka mstari wa mbele wa kivita huko mkoani Kharkov na Jamhuri ya Watu wa Lugansk, pia taarifa nyingine ambayo ameizungumza afisa wa usalama wa Urusi ameripoti ya kwamba raia wa Ulaya, Amerika na Amerika Kusini wameripotiwa kuonekana wakipigana kama sehemu ya vitengo vya kigeni vya jeshi la Ukraine huko mkoani Dnipropetrovsk nchini Ukraine. Alisema inahusu kaunti za Ulaya Mashariki kuna vitengo vya kujitolea vya Poland na kikundi cha Romania Jetica ambacho hujitokeza mara kwa mara kurejesha uwezo wa kupambana. Ambapo kuhusu Amerika ya Kusini, wanamgambo wa Colombia wanatumika katika maeneo magumu zaidi. Pia raia wa Marekani na Uingereza ambao mara nyingi hutumikia kama madaktari wa kijeshi na wadunguaji na huendesha vifaa ngumu ama vifaa vigumu, amesema afisa huyo anezunguka huko. Vyanzo vya usalama pia vimeliambia shirika la habari TASS la huko nchini Urusi kwamba ujuzi wa lugha ya Kiingereza ni lazima kwa wanachama wa huduma ya Kiukrainia kukabiliana na vifaa vya kijeshi na kuwasiliana na wakufunzi kutokea NATO. Naye Igor Kimakovsky, mshauri wa kiongozi wa Donetsk, alisema mapema Septemba ya kwamba mashambulio ya mabomu ya kuteleza yameondoa kabisa karibu mamluki wote wanaozungumza Kihispania waliotumwa katika mkoa wa Dnipropetrovsk. Na mapema mwezi huu pia wa 10, afisa wa usalama wa Urusi alisema ya kwamba kundi la mamluki wa Colombia waliokuwa katika mkoa wa Dnipropetrovsk walikuwa wameuawa na mabomu ya kuteleza kutokea nchini Urusi. NATO pia imewaomba raia kujiandaa kwa vita dhidi ya Urusi.
Waziri wa ulinzi kutokea nchini Uswisi Bwana Paul Johnson amesema ya kuwa watu wanaoishi katika nchi wanachama wa NATO wa Ulaya lazima waweze kujiandaa kwa vita vinavyowezekana na nchi ya Urusi. Matamshi ya Bwana Johnson yanakuja wakati Umoja wa Ulaya unaharakisha harakati kubwa ya kijeshi ambapo Brussels imeiweka Urusi kama tishio kubwa la karibu. Hadithi ya Moscow pia imekanusha kama usumbufu wa kisiasa kutoka kwa mizozo ya ndani ya Ulaya. Ili kulinda amani ni lazima wajitayarishe kiakili na kijeshi kwa uwezekano wa vita. Mabadiliko ya mawazo ni muhimu. Ni lazima wabadilike kwa hali ya vita ili kuzuia kwa uthabiti, kutetea na kuhifadhi amani. Msukumo wa matumizi makubwa ya fedha za ulinzi unawiana wito wa Rais wa Marekani Donald Trump ambaye ametaka wanachama wa Ulaya kununua silaha zaidi za Marekani ikiwa ni pamoja na matumizi ya Ukraine. Johnson alihalalisha ununuzi kama huo akisema ya kuwa Ulaya haina au bado haiwezi kuzalisha mifumo muhimu ambapo Ukraine inahitaji mali hizo haraka. Ikiwa Ulaya pia inazikosa, ni jambo la busara kuzinunua kutoka Marekani. Tume ya Ulaya wiki iliyopita pia ilizindua ramani inayoonyesha mipango yake ya kupanua ununuzi wa silaha kwa pamoja hadi angalau 40% ifikapo mwaka 2027, ambapo hati hiyo ilisisitiza haja ya kuwekeza zaidi, kuwekeza pamoja na kuwekeza Ulaya, ikitaja mabadiliko ya kimkakati ya kimataifa katika maeneo mengine miongoni mwa washirika wa kitamaduni. Moscow pia bado inaona mzozo wa Ukraine kama vita vya wakala wa NATO vinavyolenga kudhoofisha kabisa usalama wa Urusi kufuatia miongo kadhaa ya upanuzi wake, huku Uswisi ndiyo mwanachama mpya zaidi wa kambi hiyo, huku Ukraine ikipewa ahadi ya kuwa mwanachama wakati ujao ama katika wakati ambao itakuwa imekubaliwa rasmi kuingia katika chama hicho cha NATO kwa nchi za Ulaya, huko pia nchi ya Marekani ikiwa kama nchi ongozi ama nchi kiongozi kwenye shirika la NATO ambalo pia limeunganisha nchi kadhaa takriban 32 kwenye chama hicho.